na kama mazungumzo yangu yatawakwaza, mniwie radhi. Naomba radhi well in advance. Natumaini sitawakwaza, lakini kuna uwezekano nikawakwaza. Nikiwakwaza mnisamehe, kwa sababu nataka tuzungumze masuala ya nchi hii na wanawake, na tuyazungumze kwa ukweli wa Mungu. Mungu wetu ni Mungu wa ukweli. Sasa ndugu zangu, nyie mnasema hivi, na mko sahihi, kwamba wanawake ni jeshi kubwa, au sio? Wanawake ni jeshi kubwa. Wanawake wa nchi hii, wanawake wa nchi hii ndio binadamu wengi zaidi katika nchi hii kuliko sisi wanaume. Kwa takwimu za mwaka juzi, za mwaka 2023, juu ya idadi ya Watanzania zinasema hivi: kulikuwa na wanawake milioni 33.6 katika hii nchi ya Tanzania. Wanawake milioni 33.6 na kulikuwa na wanaume milioni 33.01. Kwa makadirio ni ile ambayo imesemwa hapa kwamba wanawake wanatengeneza roughly 51% ya Watanzania. Sisi wanaume, hesabu yetu kwa makadirio ni 49%. Kwa wanawake ndio Watanzania walio wengi. Tuanzie hapo. Ya pili, wanawake ndio wengi zaidi katika wapiga kura walioandikishwa nchi hii kuliko wanaume. Sawa sawa. Kwa takwimu za uchaguzi mkuu uliopita wa mwaka 2020 zilizopo katika taarifa ya Tume ya Taifa ya Uchaguzi waliomkabidhi yule mnayemwita mama tarehe 21 Agosti 2021, wapiga kura wanawake walioandikishwa nchi hii walikuwa takriban milioni 14,691,000, wakati wanaume walioandikishwa walikuwa milioni 14,496,000. Wanawake walikuwa 50.33 ya wapiga kura wote walioandikishwa, wakati wanaume walikuwa 49.67 wapiga kura. Kwa tunapozungumza kwenye uchaguzi, wanawake ni jeshi kubwa kweli kweli, ndio jeshi kubwa kuliko wanaume. Na ukweli huo, Mheshimiwa Mwenyekiti, ukweli huo ni ukweli wa Tanzania bara, wa Tanganyika, lakini ni ukweli wa Zanzibar vile vile. Kwa mujibu wa takwimu za tume ya uchaguzi, wanawake walioandikishwa kupiga kura Zanzibar walikuwa takriban 294,000, 51.95, wakati wanaume walioandikishwa kupiga kura Zanzibar walikuwa takriban 272,000 au 48.05. Kwa mnaposema wanawake ni jeshi kubwa, ni kweli. Sasa tuzungumze
ya nchi hii. Tuzungumze ya mfumo wetu wa utawala na matokeo yake kwa wanawake. Hilo jeshi kubwa la wanawake linaonekanaje kwa wanaochaguliwa kwenye nafasi za uongozi? Linaonekana namna gani? Kwa takwimu za uchaguzi mkuu wa 2020 kwenye upande wa madiwani wanawake waliochaguliwa kwenye kata walikuwa 260 kati ya madiwani 3953 wa kata za Tanzania. 6.58 ya madiwani wote wa kata walikuwa wanawake. Hili jeshi limekwenda wapi? Twende kwenye ubunge. Kwenye ubunge katika majimbo 264 ya nchi hii kulikuwa na wabunge waliochaguliwa wanawake kwenye majimbo, wabunge 26 kati ya wabunge 264, na asilimia yake ni 9.85 ya wanawake. Wabunge 26 kati ya wabunge 264 ndio waliochaguliwa wanawake. Isingekuwa viti maalum, uwakilishi wa wanawake katika bunge la Jamhuri ya Muungano ungekuwa chini ya 10%. Hiyo 26 hawafiki 10%. Idadi inaongezeka kwa sababu ya viti maalum. Hili jeshi kubwa la wapiga kura wengi kuliko wanaume linapotelea wapi wakati wa uchaguzi? Linapotelea wapi wakati wa uchaguzi wa madiwani na wabunge na rais? Linapotelea wapi? Nachotaka kusema, ndugu zangu, hoja yangu ni kwamba kuna tatizo kubwa katika mfumo wetu wa uchaguzi. Kuna tatizo la kimsingi la mfumo wetu wa kiuchaguzi. Mfumo wetu wa uchaguzi umewafeli wanawake. Maana yake vile vile ni kwamba mfumo wetu wa kikatiba, kwa sababu masuala ya uchaguzi yanaanzia kwenye katiba, mfumo wetu wa kikatiba umewafeli wanawake. Ndio maana bila viti maalum uwepo wao bungeni ni chini ya 10%.